Yes, karibu sana popote ambako unaendelea kutazama na kufuatilia taarifa mbalimbali kupitia channel yako pendwa kabisa ya Bao Media. Hapo umeendelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment kwa ajili ya kumtoa kwanza kabisa kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali. Sasa tuangazie taarifa mbaya kuhusu hali ya Pacome, mchezaji kutoka klabu ya Dar es Salaam Young Africans, ambao tunaambiwa kwamba inasikitisha sana kwa sababu inawezekana ndio ikawa basi yeye kucheza tena mpira kwenye maisha ya kwake. Ni mwandishi wa habari Tanzania Maulid Kitenge ambaye ameeleza kuwa kiungo mshambuliaji wa Young Africans Zouzoua Pacome ameweza kupata jeraha kubwa la kuvunjika mguu wa kushoto katika eneo la kifundo cha mguu wakati wa mchezo wa mwisho kabisa wa ligi kuu NBC Premier League Tanzania Bara dhidi ya JKT Tanzania, ambao ulimalizika kwa ushindi wa Yanga kuondoka na mabao 3-0 ambao ulichezwa siku ya jana katika uwanja wa Meja Isamuhyo, Dar es Salaam. Sasa tukio hilo limetokea katika kipindi cha kwanza cha mchezo huo, wakati Pacome alipokuwa akichangia mashambulizi ya Yanga katika harakati za kuongeza bao la pili, na katika harakati hizo basi alichezewa madhambi na beki wa JKT Tanzania Wahabi Karim, hali ambayo ilisababisha kuanguka chini kwa maumivu makali. Baada ya tukio hilo, Pacome alionekana kushindwa kabisa kusimama na kuendelea na mchezo, jambo lililowalazimu sasa madaktari wa Yanga kuingia uwanjani kwa haraka kumtoa nje ya uwanja. Lakini baada ya uchunguzi wa awali ilibainika kuwa amepata jeraha kubwa la kuvunjika mguu wa kushoto katika eneo la kifundo cha mguu huo. Kutokana na hali hiyo basi alitolewa nje kwa machela na kupelekwa katika hospitali kwa ajili ya matibabu ya haraka na uchunguzi wa kina zaidi. Tukio hilo liliwafanya mashabiki na wachezaji wa pande zote mbili kushtuka kutokana na uzito wa jeraha hilo, na katika mchezo huo pia Yanga iliendelea na kiwango chake kizuri na kufanikiwa kushinda mabao 3-0 dhidi ya JKT Tanzania, ikiwa ni moja ya matokeo yaliyothibitisha ubingwa wake wa msimu huu ambao umetamatika. Hata hivyo, furaha ya ushindi huo ilifunikwa kwa kiasi kikubwa na taarifa za kuumia kwa Pacome. Pacome amekuwa ni mmoja wa wachezaji muhimu sana katika kikosi cha Yanga kutokana na mchango wake mkubwa katika safu ya ushambuliaji na uwezo wake pia wa kuunganisha mashambulizi, kupiga pasi za mwisho na kufunga mabao umemfanya kuwa miongoni mwa nyota wanaotegemewa zaidi katika kikosi hicho. Mashabiki wa Yanga na wadau wa soka nchini Tanzania wameendelea kutoa pole na dua kwa mchezaji huyo, wakimtakia nafuu ya haraka ili aweze kurejea tena uwanjani akiwa katika hali nzuri ya afya. Taarifa za kuumia kwake zimeacha huzuni kubwa licha ya ushindi wa timu yake katika mchezo huo wa mwisho wa msimu. Mambo yamekaa namna hiyo, mtazamaji. Nasi kama Bao Media basi tunaendelea kuungana kuweza kumtakia pole mchezaji huyo, anaweza kupona kwa haraka na kuendelea na majukumu yake ya kimipira ama ya kisoka kama ilivyowahi kuwa hapo awali. Ni tamati. Una maoni gani? Unaweza kuandika moja kwa moja, wakati mwingine tutaangazia.